Katika maisha yako ukiwa unamtumainia Yesu, jitahidi sana maisha yako yawe ya ushawishi ili Yesu aweze kujifunua ndani yako. Mshawishi Yesu aweze kujifunua maishani mwako. Na hilo ndilo somo la siku ya leo. Mshawishi Yesu aweze kujifunua maishani mwako. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu ambaye umekuwa ukifuatilia mafundisho haya kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo hapa YouTube, pamoja na kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na TikTok na channel yetu ya WhatsApp, Mungu akubariki sana kwa kuwa unafuatilia mafundisho ya neno la Mungu ili kujijenga na kujimarisha kiroho, kwa maana ya kutafuta maarifa yatakayokusaidia kuweza kuishi katika uwepo wa kumtumainia Mungu. Mungu akubariki, kwa maana si jambo jepesi. Shetani anapiga sana vita watu ambao wamekuwa wakimtafuta Mungu. Kama wewe unaingia kwenye simu yako, unataka kuingia kwenye channel ya Mikono ya Kristo, anakuletea channel nyingine za mambo ya kidunia ambayo yatakufurahisha tu nafsini mwako, lakini hayatakujenga roho yako. Kwa hiyo ndio maana nasema Mungu akubariki kwa kuwa umetenga muda wako kwa ajili ya kufuatilia mafundisho haya. Leo nataka nikupe tu maarifa ya kumshawishi, yani uwe na tabia ya kumshawishi Yesu aweze kujifunua maishani mwako. Kwa nini nakwambia uwe na tabia ya kumshawishi Yesu aweze kujifunua maishani mwako? Kiuhalisia ni kwamba mwanadamu unayemtumainia Mungu, usiyemtumainia Mungu, Mungu anakuangalia. Ndio maana ukitaka kujua Mungu anakuangalia, unapotenda dhambi, si zinaandikwa dhambi zako? Kwa hiyo dhambi zako zinavyorekodiwa, manake Mungu anakuangalia, ila anakuangalia kwa jicho la kuhuzunika kwamba ni mpotevu wa imani, ni kondoo ambaye umepotea na wala hautamani kurudi. Lakini wewe unayemtumainia Mungu, yuko karibu nawe. Unayemtumainia Yesu yuko karibu nawe, anasikiliza, anakuona. Lakini je, unamshawishi kwa kiwango gani ili aweze kujifunua kwenye maisha yako? Hapa ndio kwenye msingi wa hili somo. Unapomshawishi Yesu ajifunue maishani mwako, Yesu atajifunua kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuna watu unaweza kuwa unaomba, unasali, lakini haujawahi kuona Yesu akijifunua kwenye maisha yako. Yaani nasema kwa hakika hili si jambo la kawaida. Huyu ni hakika ni Yesu mwenyewe amejifunua kwenye maisha yangu, kwa namna vile atakavyoona mwenyewe inakufaa kwako. Kwa hiyo kujifunua, Yesu anajifunua pale ambapo mtu yuko tayari kumuona Yesu. Je, jiulize wewe swali, unafanya kitu gani ili Yesu ajifunue kwako? Unafanya matendo ya aina gani, ya namna gani ambayo yatamfanya Yesu ajifunue maishani mwako? Unamwalika Yesu kwa namna gani ili ajifunue maishani mwako? Swali ndio hilo. Sasa Yesu anaweza akawa yupo na wewe kwa namna ambayo wewe umeizoea, lakini usijue kama ni Yesu. Yesu anaweza akawa ni mhitaji fulani ambaye yuko mazingira yako yanayokuzunguka ya kila siku, iwe dukani kwako, iwe mahali pako pa kazi. Yupo Yesu hapo hapo, na kila siku yupo hapo hapo. Inawezekana huyo Yesu ndiye anayekuhudumia chai ofisini kwako kila anapoitwa leo, lakini hajajifunua kama ni yeye. Sasa wewe umezoea kumuona kama huyo ndio mpishi wenu, umezoea kumuona kwamba huyo ni messenger, umezoea kumuona kama huyo ndiye mfagiaji wa ofisi, lakini kumbe ndiye Yesu afagiaye ofisi yako kila siku. Inawezekana kuna jambo baya linafanyika hapo ofisini, Yesu anafagia hiyo ofisi ili kukuokoa wewe na mambo mabaya, ila hajataka kujifunua ujue kwamba anayefagia ofisi yako kila siku ni Yesu. Sasa wewe unatenda kitu gani ambacho kitamfanya Yesu ajifunue kwamba anayefagia hiyo ofisi
ni yeye Yesu mwenyewe? Inawezekana kila siku unaomba, unasali, unaabudu, lakini kiwango chako cha kuabudu imefikia kiwango cha Yesu kuweza kujifunua kwenye ibada hiyo? Maana watu wengi wanataka wamuone Yesu ama waone uwepo wa Yesu ndio wajinyenyekeze mbele za Mungu. Yaani anataka kuona amelipuka mtu ananena kwa lugha vibaya sana, na yeye ndio aanze kusikia kwamba kuna uwepo. Unataka uone kuna msisimuko mkubwa sana kwenye ibada yako ndio ujue kwamba kuna uwepo. Unataka uone kwamba mguu wako, sijui mkono wako, si kichwa chako kinasisimuka, kinatetemeka, ndio ujue kwamba Yesu yupo. Sasa hapo wewe haujataka Yesu ajifunue, bali Yesu ameamua mwenyewe kujifunua, kitu ambacho anaweza asikifanye mara kwa mara. Unapoenda kwenye ibada ya aina yote, kwenye swala la kuabudu, jinyenyekeze mbele za Mungu. Yaani mawazo yako, akili yako, nia yako, weka kwamba hapa ninamwelekea Mungu. Kwenye swala linaloitwa kuabudu, kusimama ni option ya kawaida. Yaani kusimama ni jambo kwa Mungu ni la kawaida mno. Yaani ni jambo ambalo wala alimgusi Mungu, analiona ni la kawaida. Ukitaka kuanza kumgusa Mungu kwenye ibada, hasa kwenye kuabudu, anza kupiga magoti. Yaani maana yake unamwambia Mungu, najinyenyekeza mbele zako bila sababu yoyote, bila kuona chochote. Nimejinyenyekeza mbele zako, nimepiga magoti mbele zako, ninakuhitaji Yesu, ninakuhitaji nikuone leo katika ibada hii. Mwingine anaifikia kulala, yaani unalala chini, unanyosha mikono, Baba niko mbele zako. Unapoanza kuyafanya matendo ya namna hiyo ya kujinyenyekeza, haijalishi umevaa nini. Yaani kuna mtu wewe unaogopa kupiga magoti eti kwa sababu una suruali mpya, kwa sababu una gauni jipya. Sijui nikuambie neno gani. Mungu anataka wewe uone yeye ni bora kuliko chochote ulichonacho. Sio kwa sababu una funguo zako za gari zinaning'inia kwenye ukisi yako hapa, basi unashindwa kupiga magoti. Eti kwa sababu uko na watoto wako unashindwa kupiga magoti. Watoto wako na wewe mbele ya Mungu si kitu chochote. Piga magoti wewe, wafundishe watoto wako kwamba kwa Yesu hakuna bosi. Na wao wajue kabisa kwamba Baba alituambia kwamba kwa Yesu hakuna bosi. Tunaenda wote mbele za Mungu, tunasujudu, tunaabudu, tunagalagala, tunalia. Ukiyafanya mambo ya namna hiyo kwenye ibada, utaanza kuona uso wa Yesu. Utaanza kuona connection ya moja kwa moja kutoka kwa Yesu kuja kwako, kwa sababu umeamua kumfuata Yesu kwa kujimaliza mbele yake. Unafanya kitu gani ili Yesu ajifunue kwenye maisha yako? Swali moja zuri kabisa. Uko ofisini, unamtendea vipi mfanyakazi mwenzio, hasa wale walio wadogo? Nimekuambia Yesu ana tabia ya kuwa na wewe kila mahali, ila ana tabia kujifanya ni mdogo kati ya wadogo wengine, lakini ndiye Yesu. Huyo mfanyakazi unamtendea wema kwa namna gani? Anayekuhudumia chai yako hapo ofisini, huyo mfagiaji, huyo mlinzi, huyo mtu ambaye wewe umemwajiri unamwona ni mdogo. Unajua Yesu anaweza kawa ni huyo ambaye unamwona umemwajiri hapo mlinzi, analinda kila siku, kumbe sio mlinzi, ni Yesu mwenyewe anakulinda. Kwa sababu neno la Mungu linasema katika Zaburi ya 127, anasema Bwana asipoulinda mji, walindao wanakesha bure. Kwa hiyo ule unamwona umeweka mlinzi na kirungu, kumbe Yesu ndio anatumika hapo kulinda, kwa sababu umemwambia alinde, ila hajajidhihirisha katika uwepo wa macho yako ya damu na nyama, wala katika hisia zako, kwa sababu hujafikia viwango hivyo vya kujidhihirisha kwamba yupo hapo. Ila wewe utaona panalindwa, utahisi tu kuna mlinzi hapa, kuna kitu kinaendelea hapa, wewe utahisi tu, lakini kuna tukio Mungu anaweza akalifanya, wewe mwenyewe ukasema hivi hapa amelinda binadamu au amelinda Mungu mwenyewe? Unatoka nyumbani ukiwa umeomba vizuri, unaenda unakutana na ajali fulani barabarani, alafu unaepushwa na ile ajali, unajiuliza nilitoka tokaje? Hapo ndipo Yesu anataka kujidhihirisha kwamba mimi nilikuwepo, hata asikwambie.
kwa sababu hata waliokuokoa wanakwambia, yani wewe si hatujui umetoka tokaje, maana hii ajali jinsi ilivyo, gari si unaiona hiyo? Naiona. Wewe ndio ulikuwa humo ndani, umetoka tokaje? Ulifunga mkanda vizuri kabisa, ule mkanda pale haujafunguka, na wewe pale kwenye gari haumo, uko nje ya gari. Sasa swali linakuja, ulijifunga mkanda, ule mkanda ukatiki kizembe, ule mkanda ni mgumu kweli kweli, mkanda ambao ni imara kweli kweli, alafu ajali inatokea, gari inaharibika nyanga nyanga, wewe uko nje. Ndipo Yesu anapojidhihirisha kwamba mimi nilikuwepo, kwa sababu uliniomba ulinzi, nimekulinda. Kuna wakati Mungu anaruhusu vitu vitokee ili ajidhihirishe kwamba yeye yupo. Sasa na wewe unafanya kitu gani ili Yesu ajidhihirishe? Unawapokea wageni? Unawakaribisha wageni? Unawatendea mambo mema? Unawakarimu wengine? Unaona wahitaji wana uhitaji sawasawa na wewe? Unaona jinsi wewe unavyokula na wengine wanatakiwa kula kama unavyokula wewe? Unayaona hayo? Swali, unayaona hayo? Sasa kwa ajili ya kuweza kuona hili, fungua Biblia yako, tutaenda kusoma kitabu cha Luka ile sura ya 24, alafu aya ya 15 na ya 16 na aya 25 hadi ya 31. Kuna kitu hapa tunamuona Yesu namna alivyojidhihirisha kwa wanafunzi wake. Aya ya 15 inasema, ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Hawa wanafunzi walikuwa wanatoka Yerusalemu wanakwenda kijiji kimoja kinaitwa Emau, na wakiwa wamechoka kabisa kwa habari za Yesu wamekufa, wanajadiliana mambo ya kwamba Yesu sasa itakuwaje, na majadiliano namna hiyo. Yesu anasema ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe akakaribia akaandamana nao. Kwa hiyo Yesu alipokuwa amekaribia na kuandamana nao hawakumjua. Aya 15. Aya 16 inasema, macho yao yakafumbwa wasimtambue. Unaona, Yesu yuko nao, anaongea nao kana kwamba ni miongoni mwa watu wengine, na Yesu alikuwa anawaambia mambo kadhaa wa kadhalika, na tena alivyojiunga nao pale, walimkunjia na sura na ndita ya kwamba yani wewe ni nani usiyejua mambo yaliyotokea? Lakini ni Yesu, na wasimjue, na ndiye Bwana wao, na ndiye yeye ndiye wanafunzi wake, lakini hawakumjua, kwa maana walikuwa bado hawajajiweka sawasawa ili kumtambua Yesu. Walikuwa wameshakata tamaa, wametoka Yerusalemu, sasa wanaenda kijiji kinaitwa Emau. Tukisoma ile aya 25 mpaka 31, utaona kuna kitu hapa kinasema, Yesu anaendelea katika maongezi, akaendelea kuongea nao akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote wanayoyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Haseme kunipasa mimi, anasema haikumpasa Kristo, yani bado amewafumba. Aya ile 27 inaendelea kwa kusema, akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Anawaeleza kupitia vitabu vya nabii. Sasa Musa kwenye maandiko mengine anawaambia, mbona hapa iliandikwa habari za Yesu, hapa iliandikwa habari za Yesu atakufa, atafufuka, anawaambia. Wakakaribia kile kijiji walichokuwa wakienda naye. Sasa amefika mahali karibu na kile kijiji walichokuwa wakienda. Wamekaribia kwenye kile kijiji ambacho hawa wanafunzi walikuwa wanaenda. Yesu akajifanya kama anataka kuendelea mbele. Hapo jioni imeshaingia, Yesu anasema sasa ngoja niwaache niendelee zangu. Akajifanya anaendelea mbele. Sasa hapa ndo kwenye msingi. Hawa wanafunzi walifanya nini? Hawakumjua kama ni Yesu. Jioni imeingia. Yule mtu alikuwa ameambatana naye, wanaongea naye habari za hapa na pale. Basi jioni imeingia, tunafanyaje? Wakamshawishi. 29 anasema wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Wewe unamwambia Yesu akae pamoja na wewe? Na kama unamwambia Yesu akae pamoja na wewe, unamwambia akae pamoja na wewe kwa namna gani?
Unamshawishi Yesu kwa namna gani akae pamoja na wewe? Hao wanafunzi hawakumjua kama ule ni Yesu, wakasema kwamba njoo tu ukae, kwa maana kumekuchwa na jua linaenda kuzama. Utaenda utatembea mpaka wapi? Tumekaribia tu lakini hatujafika. Kwa hiyo tupumzike hapa kwa pamoja. Na wewe unawapumzisha wengine kwa pamoja, na wewe wengine wanaona uwepo wako wanapumzika. Yani wewe ni mwamvuli kwao, au wewe ndio mateso kwao? Aya 30 naendelea. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, na walimwalika mpaka kwenye chakula. Wengine mkiwaalika wageni chakula mnaficha, sio vizuri. Alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Akafanya kile kitendo ambacho mara zote alikuwa anafanya na wanafunzi wake. Unajua kuna mtu anakufahamu kwa jina fulani hivi ambalo watu wengi wanakuwa hawalijui, ama anakufahamu kwa jina ambalo yeye amekupa, alafu mkapotezana muda mrefu, ukamsahau yule mtu, mkakutana mahali akakuita kwa jina lile, maana yake atakuwa tayari ameshajitambulisha yeye ni nani, kwa sababu utasema mwenye utaratibu wa kuniita jina hili ni fulani, akili zako zitafumbuliwa. Kwa hiyo Yesu kitendo kile cha kuchukua mkate, akaumega, akaubariki, akawapa. Aya 31 inasema yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akawatoweka mbele yao, kwamba akajitambulisha, mimi ndio nilikuwa na nyinyi mpaka hapa ndani, nilialika katika chakula hiki, na nilikuwa ndiye Yesu mwenyewe. Akaondoka. Yani kitendo kile kikafungua macho yao. Na wewe unafanya kitu gani ili Yesu afumbue macho yako upate kumuona? Aya 32 anasema wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwa ndani yetu hapo alikuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Yani kwamba ule upofu alikuwa hajauelewa chochote. Wakaondoka saa ile ile, wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao. Hapa sitaki kueleza kwa habari ya kuondoka kwao na kurudi Yerusalemu. Walikuwa wanaenda Emau. Nini kiliwapeleka Emau? Walikata tamaa. Yesu alipowatokea akawarudisha. Lengo langu ni kwamba unapofanya baadhi ya matukio fulani, Yesu anakuja mbele yako kwa ajili ya kukuhudumia. Yesu anakuja, anajifunua katika maisha yako. Hawa walishakata tamaa, Yesu akajifunua kwao kwamba msikate tamaa, ni mimi nimefufuka. Ndio maana ile biashara ya kwenda Emau ikaishia pale, ingawaje walikuwa wameshakaribia kijini kwao, wamekata tamaa, lakini wakarudi tena Yerusalemu, kule ambako wanafunzi wenzao wale 11 walikuwepo kule. Kwa njia hii Yesu amejifunua kwamba yu hai, amefuka, wacha turudi Yerusalemu. Hawakupaona tena mbali. Saa ile ile, yani ule usiku walikuwa wanapumzika, hawakuona tena usiku, bado wakaona mchana, wakatembea. Neno linasema wakaondoka saa ile ile, maana yake muda ule ule walitembea usiku kucha kurudi kule Yerusalemu, maana ilikuwa jioni imeshaingia. Na wewe pia unaweza kufanya mambo ya kumfanya Mungu ajitukuze, ajitwalie utukufu maishani mwako. Mahali ambapo umekata tamaa, Yesu akajifunua, ukarudi kuwa mpya. Ndio maana Yesu alifanya kama anapita njia anaondoka, lakini wakamshawishi akae pamoja nao. Na wewe katika changamoto zako, katika matatizo unayopitia, unamshawishi Yesu akae pamoja nawe? Ama swali, unamshawishi Yesu kwa namna gani ili ajifunue kwenye maisha yako? Hilo ni swali la msingi sana. Kwa hiyo fundisho la somo hili kwamba katika maisha yako, kama nimesema mwanzo, unapotaka kutenda mambo ya Mungu, jitoe moja kwa moja, jitoe bila kujibakiza kwa Yesu mwenyewe. Yani usijibakize kusema kwamba unajua mimi haijalishi naumwa, haijalishi mgonjwa, nitasujudu mbele za Bwana. Haijalishi nina kitu, haijalishi sina kitu, nilicho nacho tutagawana na wengine. Nitawapa wenzangu kile ambacho nimebarikiwa nacho, na wao wapate. Hicho ndicho Yesu kitakachomfanya ajifunue, kwa sababu wale walipomwalika tu, Bwana kaa pamoja nasi, usiku umeingia ama jioni imeingia, akaona hao wana upendo, wangeweza kumfukuza. Wangemfukuza, Yesu angeondoka. Yesu angefanya nini? Angeondoka. Lakini walimshawishi, akakaa pamoja nao, akawapa uhai mpya, akawainua mioyo yao iliyokuwa imekata tamaa ya kwamba Yesu hatunaye tena. Lakini Yesu akasema, mimi nimefufuka. Na wewe je, katika maisha yako
unampa nafasi Yesu kwa namna gani aweze kujifunua katika maisha yako? Shalom, shalom. Mungu akubariki sana kwa kuwa unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo, na nina imani kabisa kupitia somo hili utakuwa umejifunza kwa namna gani unapaswa kujitoa moja kwa moja kwa Yesu ili aweze kujifunua kwenye maisha yako. Ili uweze kumuona Yesu, inapaswa kuwa na moyo fulani wa pekee sana wa ukarimu, Yesu aweze kujifunua katika maisha yako na familia yako, kwenye kazi yako, kwenye shamba lako, kwenye shughuli zako za kila siku, kwenye nyumba yako. Yesu apate kujifunua kwa watoto wako. Tenda wema, jitoe moja kwa moja kwa Mungu na Yesu atajifunua katika maisha yako. Endelea kushare mafundisho haya kwa wengine na Mungu atakubariki sana. Usichoke kushare mafundisho, share kadiri uwezavyo kwa wengine. Mungu atakubariki sana. Wewe umebarikiwa na kuna wengine pia wanahitaji kubarikiwa, pengine hata hawajui mafundisho kama haya atayapata wapi, lakini wewe ambao umebahatika kuyapata, basi watumie ndugu zako na marafiki zako wengine nao waweze kubarikiwa kupitia mafundisho haya. Unaendelea kuangalia mafundisho kupitia channel ya Mikono ya Kristo hapa YouTube. Usisahau kusubscribe. Inawezekana unafuatilia mafundisho kila siku lakini haujasubscribe. Bonyeza subscribe na alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata mafundisho haya, na Mungu atakubariki kwa matendo hayo makuu. Vile vile kama umebarikiwa, usisite kuandika kwenye comment hapo kwamba nimebarikiwa, Mungu amenibariki. Hii inamaanisha kwamba sifa na utukufu zote ni za Bwana, wala sio kwa ajili yetu, bali ni kwa ajili ya Mungu wa mbinguni. Kuna namba za simu hapo, unaweza ukatupigia. Inawezekana una jambo fulani unataka tuwasiliane, inawezekana kuna kitu unahitaji msaada tu mwingine, inawezekana somo hili limekufanya ukafikiri kitu kingine kabisa ambacho unahitaji msaada wake, basi namba za simu ziko hapo, tupigie. Kama uko ndani ya Tanzania, tupigie kwa namba jinsi zilivyo, lakini kama unapiga simu kutoka nje ya nchi, basi ondoa hiyo 0, weka alama ya kujumlisha 255 na utatupata hewani. Hata kama unataka kutupigia kwa WhatsApp, fanya hivyo hivyo, ondoa alama ya 0, weka alama ya kujumlisha 255, utatupata kwenye WhatsApp. Tutaongea na tunaamini kabisa Roho Mtakatifu atatusaidia kufanya kazi yako, kuwasiliana na wewe, kutatua shida yako kadiri vile atakavyoona anataka kukusaidia. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho haya. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mpunga. Hadi wakati mwingine, bye bye.